Mheshimiwa Bunge, sasa namuita Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, mbunge na waziri wa madini, wawasilishe hoja yake. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini iliyochambua bajeti ya Wizara ya Madini, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa likubali kujadili na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2025/2026 pamoja na mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida na maendeleo ya Wizara ya Madini na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba hotuba yangu yenye kurasa 137 iingizwe kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa kwenye ofisi za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kuijalia amani na baraka na kuniwezesha kusimama mbele ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki mkutano huu wa tatu. Tunamuomba endelee kutujalia rehema, hekima, busara na umoja katika kujadili hotuba za wizara mbalimbali ikiwemo hotuba ya bajeti ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kwa nia ya kuendeleza taifa letu na kuboresha ustawi wa maendeleo ya Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna pekee kabisa naomba nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake wenye maono mapana, mahiri, weledi na dhamira thabiti ya kuwaletea Watanzania maendeleo jumuishi. Kwa wakati wote, Mheshimiwa Rais ameendelea kuhimiza uwajibikaji, amani, utawala bora, umoja na mshikamano wa kitaifa. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuimarisha na kulinda muungano, kusimamia masuala ya mazingira na usimamizi bora wa rasilimali zetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendelea kuiongoza Zanzibar vizuri. Hakika kiongozi huyu amekuwa nguzo imara katika kudumisha muungano. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kuthibitishwa na Bunge kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuendelea vyema kuisimamia serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee naomba nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini na kunipa dhamana kusimamia sekta ya madini. Ni ahadi yangu kwake na kwa Bunge lako tukufu pamoja na Watanzania wote kwamba nitaendelea kutumikia nafasi hii kwa uadilifu, uaminifu na kwa uwezo wangu wote ili kuendeleza sekta hii muhimu. Mheshimiwa Naibu Spika, napongeza hotuba iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu iliyotoa mwelekeo wa utekelezaji wa kazi za serikali ambayo imeonyesha mafanikio ya uendeshaji wa serikali na shughuli zake katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025/2026, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na mwelekeo wa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kukupongeza wewe binafsi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na waheshimiwa wabunge kuwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni kutokana na uzoefu wako na umahiri wako katika shughuli za Bunge na tunaamini utafanya kazi hii vyema kabisa. Lakini kipekee kabisa nimpongeze sana Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu kwa kuteuliwa na kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya na umahiri mkubwa alionao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nichukue fursa hii niwapongeze sana Mheshimiwa CPA Subira Hamis Mgalu mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, pamoja na Mheshimiwa CPA Simon Songe Lusengekile mbunge, makamu mwenyekiti wa kamati, kwa kuteuliwa kuiongoza kamati hii. Aidha, nawapongeza wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa kuteuliwa kutekeleza majukumu ya kamati. Wizara inaishukuru kamati kwa ushauri wake makini ambao umekuwa ukitoa kuhakikisha kuwa sekta hii inakuwa na tija kwa taifa na kuwanufaisha Watanzania. Vile vile naishukuru kamati kwa kujadili kwa kina makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 100 kwa mwaka wa fedha 2026/2027 na kuyapitisha kwa kauli moja. Mheshimiwa Naibu Spika,
Vile vile nawapongeza waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la 13 kwa kuwa sehemu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niombe ushirikiano wao katika kuendeleza sekta hii muhimu katika kujenga uchumi imara na maendeleo endelevu ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuwapongeza waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri wote kwa kuteuliwa kuongoza wizara mbalimbali. Pia niwapongeze viongozi wote waandamizi wa serikali walioaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika nyadhifa mbalimbali, na watakia utendaji mwema katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa naomba nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati wapiga kura wangu wote wa jimbo la Mtumba kwa kuniamini na kunichagua. Naamini mtaendelea kushirikiana nami katika kutekeleza majukumu yangu kama mwakilishi wenu katika bunge hili tukufu. Nawaahidi kuendelea kuwatumikia kwa nguvu zangu zote na kwa vipaji vyote nilivyojaliwa na Mwenyezi Mungu katika kuwaletea maendeleo ya jimbo na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Stephen Lemomo Kiruswa, mbunge, kwa kuteuliwa tena na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa waziri wa madini. Aidha, namshukuru kwa dhati kabisa kwa ushirikiano anaonipatia katika kutekeleza majukumu ya wizara. Hakika amekuwa ni msaada mkubwa kwangu katika kuhakikisha sekta hii inatimiza malengo yake. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumshukuru Mhandisi Yahya Ismail Samamba, Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, kwa kuratibu na kusimamia utendaji wa wizara. Pia nampongeza ndugu Msafiri Lameck Mbibo, Naibu Katibu Mkuu, kwa kuendelea kumpatia ushirikiano Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini. Vile vile nimshukuru Dr. Abdurrahman Shaban Mwanga, Kamishna wa Madini, kwa kutekeleza majukumu yake vizuri. Halikadhalika, nichukue fursa hii kuishukuru management ya wizara pamoja na wafanyakazi wote kwa ushirikiano na utendaji kazi mzuri katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Naibu Spika, nawashukuru wenye viti wa bodi kwa ushauri na utendaji kazi wa ufanisi katika kusimamia sekta ya madini. Viongozi wao ni Dr. Janet Lekashingo, mwenyekiti wa Tume ya Madini, Bi Yokbeth Miumbilwa, mwenyekiti wa bodi ya GST, IGP mstaafu Mheshimiwa Balozi Simon Siro, mwenyekiti wa bodi ya STAMICO Mheshimiwa Balozi Wilson Masilingi, mwenyekiti wa bodi ya TATE, makamishna wa Tume ya Madini na wajumbe wa bodi hizo. Mheshimiwa Naibu Spika, nawapongeza wakuu wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini, Mhandisi Ramadhan Lwamo, katibu mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Ali Samaji, mtendaji mkuu wa GST, Daktari Venance Mwase, mkurugenzi mkuu wa STAMICO, Bi Mariam Mgaya, katibu mtendaji wa TATE, na Mhandisi Ali Maganga, mratibu wa Kituo cha Gemolojia Tanzania, kwa kuzisimamia kwa makini na weledi taasisi wanazoziongoza. Aidha, natoa shukrani zangu za dhati kwa maafisa madini wa kazi RMOs na afisa migodi wa kazi ama MROs kwa utekelezaji fanisi wa majukumu yao. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee kabisa naomba nishukuru kwa moyo wa dhati familia yangu, mke wangu Jacqueline Moses Lupasa, watoto wangu Atara na Alan, kwa kunipa ushirikiano mkubwa na utulivu katika kusimamia majukumu yangu ya ubunge na uwaziri na kukubali kubeba baadhi ya majukumu ya familia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko makubwa niungane na Watanzania wenzangu kutoa pole kwa wananchi wa jimbo la Peramiho kwa kuondokewa na aliyekuwa mbunge wao Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama. Pia nitoe pole kwa wananchi wa Dar es Salaam kwa kuondokewa na Mheshimiwa Halima Idd Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalum. Halikadhalika nitoe pole kwa wananchi wa jimbo la Isimani kwa kuondokewa na aliyekuwa mbunge wao na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Mwenyezi Mungu awarehemu marehemu wote na awape faraja ya familia na wananchi waliokuwa wakiongozwa nao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niendelee kutoa pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote kutokana na vifo, majeraha, upotevu na uharibifu wa mali na miundombinu kufuatia majanga mbalimbali yaliyosababishwa na mvua nyingi, ajali za barabarani, majini, moto na migodini. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda niendelee kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji nchini. Kwa mujibu wa utafiti wa taasisi ya Fraser ya Canada iliyofanyika mwaka 2025, Tanzania ilishika nafasi ya 4 Afrika na 34 duniani katika kiashiria cha kuvutia uwekezaji, Investment Attractiveness Index.
Aidha, Tanzania ilipata alama 68.04 mwaka 2025 ikilinganishwa na alama 62.75 mwaka 2024. Vile vile Tanzania ipo nafasi ya 15 duniani kwa hazina ya rasilimali madini ikiwa na alama 75. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa ripoti ya uwekezaji Tanzania mwaka 2025, sekta ya madini imeendelea kuongoza kwa kuvutia uwekezaji wa mitaji wa nje ambapo mwaka 2024 mtaji wa uwekezaji ulifikia dola bilioni 9.79 kutoka dola bilioni 9.15 kwa mwaka 2023 na dola bilioni 8.64 mwaka 2022. Ongezeko hili ni matunda ya uhamasishaji wa wawekezaji, mazingira wezeshi kwa wawekezaji, upanuzi wa miradi iliyopo, uwekezaji wa fedha zinazoletwa ndani ya sekta na uunganishaji wa mitaji. Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania imepiga hatua kubwa na ya kihistoria katika kuendeleza madini muhimu na madini ya kimkakati kwa kuingia makubaliano kutekeleza miradi ya niobium, nickel, kinywe na dhahabu katika maeneo mbalimbali nchini. Mathalan, tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2026, serikali ilisaini mkataba wa kuendeleza uchimbaji wa madini ya niobium wa Panda Hill uliopo mkoani Mbeya. Mheshimiwa Spika, mradi wa Panda Hill unatarajiwa kuwa ni miongoni mwa miradi mikubwa Afrika na kuiweka Tanzania katika nafasi ya wazalishaji wakubwa wa 4 duniani. Mradi huu utazalisha ajira 1,600 za moja kwa moja na 1,336 zisizo za moja kwa moja na ununuzi wa ndani wa takribani dola za Marekani bilioni 1.77 pamoja na uwajibikaji kwa jamii CSR. Aidha, serikali inatarajia kupata mapato ya takriban shilingi trilioni 2 kutokana na mrabaha, kodi, tozo, gawio la hisa za serikali za 16% zisizohafifishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kutoa salamu za shukurani, pongezi, pole na baadhi ya mafanikio ya sekta ya madini, naomba sasa nijielekeze katika maeneo mahususi ya hotuba yangu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa biashara ya madini duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa biashara ya madini duniani umeendelea kubadilika kutokana na mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa na mahitaji ya soko. Mathalan, katika kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Machi 2026, bei ya dhahabu iliongezeka hadi kufikia wastani wa dola 4,190.47 kwa wakia kutoka dola 2,655.80 kwa kipindi kama hicho kwa mwaka 2024-2025. Ongezeko hili limechangiwa na mahitaji makubwa ya dhahabu kama hifadhi salama ya thamani ya fedha duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande mwingine, bei ya almasi ilishuka kwa 5.39 kutoka wastani wa dola za Marekani 168.95 kwa karat katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Machi 2025 na kufikia wastani wa dola za Marekani 159.84 katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2025-2026. Kushuka huko kwa bei kumetokana na uwepo wa almasi ya viwandani, synthetic diamond, zilizosababisha kupungua kwa uhitaji wa almasi asilia hususan katika masoko makubwa duniani yakiwemo ya China na Marekani. Aidha, bei ya makaa ya mawe imeshuka na kufikia wastani wa dola za Marekani 26.69 kwa tani katika kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026 ikilinganishwa na wastani wa bei ya dola za Marekani 40.75 kwa tani kwa kipindi kama hicho mwaka 2024-2025, sawa na upungufu wa 34.50. Upungufu huu wa bei unatokana na kupungua kwa mahitaji ya makaa ya mawe katika soko la dunia. Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa biashara ya madini ya Tanzanite umeendelea kukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa masoko ya uhakika kutokana na vikwazo vya kibiashara duniani na uwepo wa vito vya kutengeneza viwandani. Aidha, hali hiyo imesababisha kushuka kwa bei kutoka wastani wa dola za Marekani 2,433 kwa kilogram katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025 na kufikia dola za Marekani shilingi 2,270.44 kwa kilogram katika kipindi kama hicho mwaka 2025-2026, sawa na 6.72%. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa mahitaji ya madini mkakati na muhimu kama lithium, cobalt, nickel na rare earth elements yameendelea kuongezeka kutokana na matumizi yake katika teknolojia za kisasa na nishati safi.
Hii inaipa Tanzania fursa ya kuongeza thamani ya madini haya ndani ya nchi ili kukuza mapato, ajira na michango katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026 Bunge lako tukufu liliidhinisha jumla ya shilingi bilioni 224.98 kwa Wizara ya Madini, ambapo shilingi bilioni 100.38 zilitengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ikijumuisha bilioni 76.11 za matumizi mengineyo na bilioni 24.27 kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa wizara na taasisi zake. Aidha, shilingi bilioni 124.60 zilitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ikijumuisha shilingi bilioni 71.51 fedha za ndani na shilingi bilioni 53 fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 82.90 ambapo shilingi bilioni 10.48 ni za maendeleo zikiwa ni fedha za ndani na shilingi bilioni 72.43 za matumizi ya kawaida. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 54.76 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 17.66 kwa ajili ya mishahara ya watumishi. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2025/2026. A, kuimarisha ukusanyaji maduhuli. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026 wizara ilipangiwa kukusanya maduhuli ya shilingi trilioni 1.41 kutoka vyanzo mbalimbali. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 1.20 zilipanga kukusanywa na kuwasilisha hazina na shilingi bilioni 205 zilipanga kukusanywa na kutumiwa na taasisi zilizo chini ya wizara. Hadi kufikia Machi mwaka 2026, shilingi trilioni 1.03 sawa na asilimia 114.94 ya lengo la makusanyo ya kipindi husika zilikusanywa na kuwasilishwa hazina. Aidha, ili kuongeza maduhuli ya serikali, wizara imejipanga kuimarisha usimamizi na ukaguzi kwenye maeneo ya uchimbaji, masoko ya madini, vituo vya ununuzi wa madini na mipaka ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Machi mwaka 2026, biashara ya madini yenye thamani ya shilingi trilioni 4.9 imefanyika kupitia masoko na vituo vya ununuzi wa madini ikilinganishwa na shilingi trilioni 2.82 kwa kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kudhibiti vitendo vya utoroshaji wa madini nchini unaofanywa na baadhi ya wachimbaji na wafanyabiashara wa madini wasio waaminifu. Katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka 2025 hadi Machi mwaka 2026, wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali imefanikiwa kukamata madini na mamlaka nyingine za serikali imefanikiwa kukamata madini ya aina mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 3.31 katika matukio 55 kwenye baadhi ya mikoa ya kimadini. Aidha, madini yaliyokamatwa yalitaifishwa na serikali na watuhumiwa walifikishwa kwenye vyombo vya sheria. Ni rai yangu kwa wachimbaji na wafanyabiashara wote wa madini kuzingatia sheria za nchi kuhusiana na biashara ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, mapato ya fedha za kigeni yatokanayo na mauzo ya madini nje ya nchi yamekuwa yakiimarika mwaka hadi mwaka. Mwaka 2025 thamani ya mauzo ya madini nje ya nchi ilikuwa ni dola za Kimarekani milioni 5.4 ikilinganishwa na dola za Marekani milioni 4.1 mwaka 2024, sawa na ongezeko la asilimia 31.1. Aidha, mwaka 2025 thamani ya mauzo ya madini nje ya nchi yalichangia asilimia 52.57 ya mauzo yote ya bidhaa za asili na zisizo za asili yaliyouzwa nje ikilinganishwa na asilimia 45.17 mwaka 2024. Vile vile, kwa upande wa mauzo ya bidhaa zisizo za asili pekee, sekta ya madini ilichangia asilimia 63.73 mwaka 2025 ikilinganishwa na mchango wa asilimia 56.99 mwaka 2024. Pia thamani ya mauzo ya dhahabu iliongezeka kutoka dola za Marekani milioni 3,419 mpaka kwa mwaka 2024 na kufikia dola za Marekani milioni 4,753 mwaka 2025, sawa na ongezeko la asilimia 39.0. B, kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa umekuwa ukiimarika mwaka hadi mwaka. Mchango huo
uliongezeka kufikia 9.1 mwaka 2023 na kufikia 10.1 mwaka 2024. Aidha, katika kipindi cha robo tatu ya mwaka 2025, yaani Januari mpaka Septemba, wastani wa mchango wa sekta umefikia 11.9. Mwenendo huu umechangiwa na kuongezeka kwa uwekezaji kwenye sekta ya madini. Kuendeleza mnyororo wa thamani katika madini muhimu na madini mkakati. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Machi mwaka 2026, Wizara kupitia Tume ya Madini imetoa leseni 454 za madini muhimu na madini mkakati, yakiwemo madini ya kinywe ambayo ni leseni 271, nickel 136, cobalt leseni 2, lithium leseni 6, heavy mineral sands leseni 11 na rare earth elements leseni 28. Utoaji wa leseni hizi unaendelea kuweka msingi thabiti wa kukuza uwekezaji katika kutafuta na uendelezaji wa madini muhimu na madini mkakati hapa nchini. Kuhamasisha uwekezaji na uongezaji thamani madini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhamasisha uwekezaji kwenye sekta ya madini, Wizara imeendelea kutangaza fursa na kutoa elimu kwa umma kupitia ziara za viongozi, vyombo vya habari na mikutano ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Aidha, Wizara ilishiriki katika mkutano, makongamano na maonesho ya kimataifa 8 ikiwemo Future Minerals Forum Saudi Arabia, Mining in Naba Afrika Kusini, ZIMEC Zambia, mikutano ya ADPA na maonesho ya 69 ya Vito Bangkok Thailand. Vile vile, ndani ya nchi, Wizara iliandaa na kushiriki maonesho 5 yakiwemo maonesho ya teknolojia na uwekezaji katika sekta ya madini Geita, maonesho ya Sabasaba Dar es Salaam na maonesho ya biashara Zanzibar. Jitihada hizi zimeongeza mwamko wa uwekezaji na kuimarisha taswira ya Tanzania ya kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, Watanzania na wadau wameendelea kuelimishwa na kufahamishwa kuhusu uwepo wa fursa za uwekezaji katika sekta ya madini, ikiwemo sheria, kanuni na miongozo inayosimamia sekta. Aidha, elimu imeendelea kutolewa kupitia njia mbalimbali za mawasiliano ikiwemo ni pamoja na jarida la mtandaoni la madini na uchumi, programu maalum za urushaji wa vipindi mubashara vilivyoelezea masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya madini. Vyombo hivyo ni pamoja na TBC, Clouds Media, Crown Media, ITV, Kiss FM, Azam Media, Wasafi, VOA, BBC, DW, TRT, Radio France, ZBC na Morning Star. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imekamilisha uandaaji wa mkakati wa uongezaji thamani madini. Mkakati huo unatoa mwelekeo wa serikali wa kubadilisha sekta ya madini kutoka kwenye uuzaji wa madini ghafi na kuelekea kuuza madini yaliyoongezwa thamani ndani ya nchi. Lengo kuu ni kutumia rasilimali ya madini kama njia ya kufungamanisha sekta ya madini na sekta nyinginezo za kiuchumi ikiwemo viwanda. Utekelezaji wa mkakati huu utachochea ongezeko la thamani ya madini yetu na kuongeza viwanda vitakavyosababisha upatikanaji wa ajira, pato la taifa, ubunifu, kuongeza ujuzi na kuimarisha ushindani wa bidhaa zitokanazo na madini katika masoko ya ndani na nje ya nchi kupitia mnyororo imara wa uongezaji thamani. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeendelea kusimamia shughuli za uongezaji thamani madini hapa nchini kupitia viwanda 6 vya kusafisha dhahabu vilivyopo mkoani Dodoma 1, Shinyanga 1, Geita 2 kikiwemo kiwanda cha GGR, Dar es Salaam 1 na Mwanza 1. Aidha, Wizara inaendelea kuhamasisha ujenzi wa viwanda vya kugeuza madini ya shaba, nikel, bati na chumvi katika mikoa ya Dodoma, Shinyanga, Kagera, Mbeya, Lindi, Pwani. Sambamba na hilo, Wizara inaendelea kushirikiana na wamiliki wa viwanda vya kusafisha dhahabu ili kupata ithibati ya LBMA kwa ajili ya kuwezesha viwanda hivyo kutambulika katika masoko ya kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeendelea kuimarisha shughuli za uongezaji thamani madini ya vito na metali hapa nchini kwa kuendelea na ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi wa jengo pacha la ghorofa 8 katika kituo cha Gemolojia Tanzania pale Arusha ili kuongeza uwezo wa kutoa mafunzo ya uongezaji thamani madini. Kuimarisha uendeshaji wa minada na maonesho ya madini ya vito. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Madini kwa kushirikiana na Soko la Bidhaa Tanzania TMX iliendesha mnada mmoja wa ndani wa madini ya vito uliofanyika kielektroniki jijini Arusha
mwezi Novemba mwaka 2025. Katika mnada huo madini ya thamani ya shilingi milioni 231 yalinunuliwa. Hata hivyo, wizara inaendelea kuhamasisha na kuongeza mwamko wa ushiriki wa wadau katika minada ya madini ya vito. Kuongeza uwekezaji kwenye tafiti za kina za madini. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini GST imefanya utafiti wa jiofizikia kwa kutumia ndege nyuki katika maeneo ya Geita, Manyara na Lindi, ambapo taarifa muhimu za kina za jiolojia zilibainishwa katika maeneo haya. Sambamba na hilo, umefanyika pia utafiti wa kina wa jiofizikia, yani high resolution airborne geophysical survey, katika maeneo ya leseni za STAMICO zilizoko mkoa wa Lindi, hatua inayolenga kuongeza uelewa wa kina kuhusu rasilimali zilizopo. Utafiti huo uliofanyika umewezesha serikali kubaini uwezekano wa matumizi ya ndege nyuki kutumika katika upatikanaji wa taarifa za kina za jiofizikia kwenye leseni ndogo za uchimbaji wa madini. Hivyo, hatua hii itasaidia kutumia teknolojia ndege nyuki katika kupata taarifa za kina za jiofizikia kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, GST imekamilisha taratibu za kumpata mkandarasi wa kufanya utafiti wa kina wa jiofizikia katika vitalu viwili vya kimkakati vilivyoko kusini magharibi mwa nchi vyenye ukubwa wa takriban kilomita za mraba 176,676 sawa na 18% ya eneo lote la nchi yetu ya Tanzania. Utekelezaji wa utafiti huu unatarajiwa kuongeza upatikanaji wa taarifa za kina za jiofizikia kutoka 16% ya sasa hadi kufikia 34%. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na kutokuwepo kwa taarifa za kina za jiofizikia kwenye baadhi ya maeneo ya nchi, wizara imeendelea kuhamasisha kampuni mbalimbali kufanya utafiti wa kina kwenye maeneo ya leseni zao kama hatua za awali za utafutaji madini. Mathalan, hivi karibuni kampuni ya Barrick imefanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa kutumia helikopta katika maeneo ya Msalala, Nzega, Igunga, Mbogwe na Nyang'hwale kwa ajili ya kubaini uwepo wa maeneo mapya yenye madini. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia GST imeendelea na ujenzi wa mfumo wa usimamizi na usambazaji wa taarifa za geoscience na rasilimali madini, ambapo hadi kufikia Machi mwaka 2026 ujenzi wa mfumo huo umekamilika kwa 45%. Aidha, kukamilika kwa mfumo huo kutaimarisha usimamizi na upatikanaji wa taarifa za miamba na madini yaliyopo nchini. Kuwarasimisha na kuwaendeleza wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Machi mwaka 2026, jumla ya leseni 8,878 za uchimbaji mdogo zimetolewa na wizara kupitia Tume ya Madini. Aidha, STAMICO inaendelea kusaidia wachimbaji wadogo kwa kutoa huduma za kitaalamu katika utafiti, uchimbaji, uchenjuaji na utunzaji mazingira. Katika kipindi husika, jumla ya wachimbaji 451 wamepatiwa mafunzo kupitia vituo vya mfano vya Lwamgasa, Katente na Itumbi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia STAMICO imetoa huduma ya uchorongaji katika maeneo mbalimbali ambapo jumla ya mita 3,896 zilichorongwa kwa ajili ya utafutaji wa dhahabu. Kwa upande wa uzalishaji chumvi wadogo, ujenzi wa jengo la kiwanda cha kusafisha chumvi kilichopo na Ngurukulu, wilaya ya Kilwa umekamilika na hatua inayofuata sasa ni kukamilisha usimikaji wa mitambo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia Tume ya Madini imefanya ufuatiliaji wa kutambua maeneo ya kuwagaia wachimbaji wadogo ambapo hadi sasa jumla ya maeneo 99 yamependekezwa kwa ajili ya uchambuzi. Aidha, maeneo mawili yametengwa kwenye mikoa ya kimadini ya Mbogwe ambako ni Msasa, leseni 35 zimetolewa, na Lindi Ntaka Hill, leseni 69 zimetolewa. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuratibu na kuwezesha ushiriki wa wachimbaji wadogo katika warsha, makongamano, mikutano na majukwaa ya kitaifa na kimataifa kwa ajili ya kujifunza teknolojia mbalimbali na kutafuta fursa za kibiashara. Mathalan, chini ya uratibu wa FEMATA, jumla ya wachimbaji 31 walifanya ziara ya mafunzo nchini Uturuki kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 4 Septemba 2025.
Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, Wizara kupitia Tume ya Madini imesaini hati ya makubaliano na benki ya CRDB kwa ajili ya upatikanaji wa mikopo kwa ajili ya wachimbaji wadogo wa madini. Aidha, kikundi cha wachimbaji wadogo cha Songwe Gold Family SAZA mkoani Songwe kinatarajiwa kupata mkopo wa shilingi bilioni 50 kutoka benki ya CRDB ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Nichukue fursa hii kuzishukuru benki za CRDB, NMB, NBC, Azania, Stanbic na KCB kwa kuendelea kuwakopesha wachimbaji wadogo. Hivyo naomba kutoa wito kwa benki nyingine nchini kuendelea kuwaamini na kuwakopesha wachimbaji wadogo. Kuzijengea uwezo taasisi hizo chini ya Wizara ya Madini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026, Wizara na taasisi zake zimejaza nafasi 147 kwa utaratibu wa uhamisho 55 na ajira mpya 92. Aidha, kupitia uhamisho huo, Wizara imepata watumishi 24, Tume ya Madini 17, TEIT 8 na GST 6. Vile vile kwa upande wa ajira mpya, Wizara imepata watumishi 9, STAMICO 1, Tume ya Madini 66, GST 12 na TGC 4. Kadhalika, kwa upande wa mafunzo wa watumishi, Wizara na taasisi zake zimewawezesha watumishi 455 kupata mafunzo. Kati ya hao, watumishi 347 walipata mafunzo ya muda mfupi na 108 ya muda mrefu katika masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeendelea kuhakikisha kuwa taasisi zilizo chini yake zinatekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuzipatia vitendea kazi. Tume ya Madini imewezeshwa vifaa vya masoko na tehama. STAMICO imewezeshwa kupata leseni 2 za utafiti wa madini ya nickel na adimu. GST imewezeshwa upatikanaji vitendea kazi kwa ajili ya utafiti wa madini ikiwemo magari 4. TGC imewezeshwa kuboresha miundombinu ya kutolea mafunzo, huduma za uzalishaji wa bidhaa kwa lengo la kukuza shughuli na ongezaji thamani madini nchini. TEIT imewezeshwa kupewa jengo kwa ajili ya ofisi zilizopo mji wa serikali Mtumba. Aidha, Wizara imeendelea na taratibu za kuidhinishwa kwa TGC kuwa taasisi inayojitegemea. Hatua hii itaiwezesha TGC kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa maeneo mengine ya Wizara katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Spika, Wizara imekamilisha andiko la Mining Vision 2030 na kuzingatia nguzo 5 ambazo ni kuwa na taarifa za geoscience, kuimarisha mfumo wa kisheria na kitaasisi, kuimarisha ufungamanishaji wa sekta ya madini na sekta nyingine za kiuchumi, kukuza uchimbaji mdogo wa madini na kuimarisha usimamizi wa mazingira. Kwa kuzingatia nguzo hizo, sekta ya madini itafikia malengo na matarajio ya dira 2050. Programu ya Mining for a Brighter Tomorrow, MBT. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeendelea kutekeleza mpango wa MBT ambao ni wa miaka 5 kuanzia mwaka 2025-26 hadi 2029-30, na mpango huo una lengo kuongeza ushiriki wa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum katika mnyororo wa thamani kwenye sekta ya madini. Aidha, malengo mahususi ya mpango MBT ni pamoja na kubadilishana uzoefu kuhusu masuala ya sekta, kujenga uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za mnyororo wa thamani na madini na kuimarisha ujumuisho wa manufaa yatokanayo na sekta ya madini kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza malengo ya mpango wa MBT, Wizara imetoa jumla ya leseni 273 za uchimbaji wa madini kwa vikundi 183 katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mara, Kagera, Shinyanga, Morogoro, Dodoma na Njombe. Aidha, Wizara ilitoa elimu kuhusu usalama wa afya, utunzaji wa mazingira na usimamizi wa rasilimali fedha kwa wanufaika wa leseni zilizotolewa. Vile vile, Wizara imeendelea kuratibu shughuli za makundi hayo kupitia miradi mbalimbali ya uchimbaji na biashara ya madini ikiwemo mradi wa Nyamongo kwa kushirikiana na mgodi wa dhahabu wa North Mara katika wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Sambamba na hilo, mpango huu unatekelezwa katika maeneo ya Mirerani, mkoa wa Manyara,
Mbogwe na Nyang'hwale mkoa wa Geita. Wizara pia imeendelea kutenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa MBT. Kuwajengea uwezo wa wataalamu kwenye maeneo muhimu kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kukidhi mahitaji ya wataalamu na uwepo wa teknolojia mahususi katika mnyororo wa thamani wa madini nchini, wizara imekamilisha taratibu za kuwapeleka wataalamu masomoni ndani na nje ya nchi katika fani mbalimbali zikiwemo ukadiriaji wa mashapu, yani resource estimation, modeli za kifedha, financial modeling, ukaguzi na usimamizi wa rasilimali madini, uthaminishaji wa madini, ukataji wa madini ya vito, utengenezaji wa bidhaa za usonara na ongezaji thamani madini. Katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara imepanga kuwajengea uwezo jumla wa watumishi 8 katika maeneo ya ukadiriaji mashapo, modeli za kifedha na ukaguzi wa fedha. Kuboresha usimamizi wa shughuli za madini kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Machi 2026, wizara imeendelea na taratibu za kuanzisha mfumo wa usimamizi wa sekta ya madini kidijitali unaojulikana kama Mineral Sector Management Information System. Mfumo huu unalenga kuimarisha usimamizi, uratibu na upatikanaji wa taarifa za sekta ya madini kwa kutumia teknolojia ya kidijitali sambamba na jitihada za serikali za kuimarisha matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma za umma. Hatua za awali zimeanza kutekelezwa ikiwa ni pamoja na mfumo wa uchambuzi wa mahitaji ya mfumo, kubainisha wadau watakaohusika katika utekelezaji wa mfumo huo na maandalizi ya nyaraka muhimu zinazohitajika. Mpango mkakati wa madini muhimu na madini mkakati, Critical and Strategic Mineral Strategy. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Machi 2026, wizara imekamilisha uandaaji wa mpango mkakati wa madini muhimu na madini mkakati. Utekelezaji wake utaanza kutumika mara baada ya kuidhinishwa kwa orodha ya madini muhimu na madini mkakati. Mkakati huo ni moja ya nyenzo za kutekeleza sera ya madini iliyohuishwa pamoja na mpango wa taifa wa maendeleo wa muda mrefu ili kufikia malengo ya dira 2050. Marekebisho ya sheria ya madini sura 123 na kanuni zake. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi rejea serikali imefanya marekebisho ya kanuni za wajibu wa wamiliki wa leseni za madini kwa jamii kwa mwaka 2025 kwa kutangazwa katika gazeti la serikali namba 563 la tarehe 12 Septemba mwaka 2025 pamoja na tangazo la serikali namba 692 la Disemba 19, 2025. Kanuni hizo ni kanuni ya 6 ili kuboresha muundo wa kamati ya wataalamu kwa lengo la kuongeza ufanisi, kuongeza kanuni ndogo ya 7, kanuni ndogo ya 3 iliyolenga kupunguza gharama za utendaji wa kamati ya wataalamu na kuleta ufanisi katika utekelezaji wa miradi. Kanuni za 8 na 9 za kuweka ukomo wa muda kuwasilisha mpango. Kanuni ya 15 imefutwa na kutungwa kanuni mpya inayofafanua zaidi majukumu ya wamiliki wa leseni ya madini ikiwemo kuwasilisha taarifa za fedha na miradi. Na kanuni ndogo ya 16, kanuni ndogo ya 6 inayohusu usimamizi, ufuatiliaji na ukaguzi wa utekelezaji wa mipango ya wajibu ya wenye leseni kwenye jamii na yenyewe imeongezwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi rejea wizara imetunga kanuni mpya, kanuni ya leseni ndogo ya uchenjuaji wa madini ya mwaka 2025 na kutangazwa katika tangazo la serikali namba 572 la tarehe 12 Septemba 2025. Kanuni hizi zitaboresha shughuli za sekta ya madini na kuwatambua na kutoa leseni kwa wachenjuaji wadogo. Eneo lingine ni utekelezaji wa shughuli za taasisi za chini ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuzisimamia na kuziwezesha taasisi zake 5 ili ziendeleze kutekeleza majukumu kwa ufanisi na kuzingatia sera, sheria na miongozo inayosimamia sekta ya madini. Taasisi hizo ni Tume ya Madini, Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania, Shirika la Madini la Taifa, Kituo cha Gemolojia Tanzania na Taasisi ya Uhamasishaji Uwazi na Uwajibikaji katika Rasilimali Madini, Mafuta na Gesi Asilia. Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya majukumu yaliyotekelezwa na taasisi hizo ni utoaji na usimamizi wa leseni za madini, ukaguzi wa masuala ya afya na mazingira, kufanya utafiti wa jiosayansi na uboreshaji wa kanzidata ya taifa ya taarifa za miamba na madini, usimamizi wa vituo vya mfano vya wachimbaji wadogo wa madini,
kusimamia utekelezaji wa miradi ya ubia, udahili na utoaji wa mafunzo kuhusu ongezaji thamani madini na uandaaji na uwekaji wazi wa ripoti ya ulinganifu wa mapato ya serikali na mapato yaliyowasilishwa na kampuni za uziduaji. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuandaa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2026/2027, Wizara imezingatia miongozo ifuatayo: Mwongozo wa kitaifa wa maandalizi ya mpango wa bajeti wa mwaka 2026/2027, Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, Mpango wa taifa wa maendeleo ya muda mrefu, Makubaliano ya Paris kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, Ajenda 2063 ya maendeleo ya Afrika, Africa Mining Vision, Sera ya madini ya mwaka 2009, Mpango mkakati wa wizara, Maendeleo ya biashara endelevu 2030, kifungu cha 21 cha sheria bajeti sura 439, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wa kitaifa, pamoja na maelekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini ambayo yalitolewa kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa Naibu Spika, vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Cha kwanza ni kuimarisha ukusanyaji maduhuli. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuimarisha ukusanyaji maduhuli ya serikali, wizara itaendelea kuimarisha ukaguzi na usimamizi wa uchimbaji wa madini ili uweze kunufaisha nchi na wawekezaji, lakini pia kuimarisha na kusimamia masoko na vituo vya ununuzi wa madini nchini, na kuendeleza mikakati ya kuimarisha usimamizi wa madini ujenzi na viwandani, soko la Tanzanite na madini mengine ya vitu hapa nchini ili kuongeza mapato yatokanayo na madini hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepanga kutekeleza mikakati ya kuimarisha utekelezaji wa sheria ya madini, ikiwemo kudhibiti vitendo vya utoroshaji wa madini kwenda nje ya nchi na biashara haramu ya madini nchini. Aidha, katika kuendelea kuimarisha udhibiti na kuzuia utoroshaji wa madini ya Tanzanite, wizara kupitia Tume ya Madini itakamilisha ununuzi wa kofia zenye kamera maalum kwa ajili ya ukaguzi, na itahakikisha wakaguzi hao na wathaminishaji wa madini wanatumia kofia hizo ili kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa mwenendo wa uzalishaji na biashara ya madini kwenye eneo tengefu la Mirerani. Eneo la pili ambalo ni kipaumbele, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa, wizara imepanga kutekeleza mikakati ifuatayo: kuhamasisha shughuli za utafiti wa madini na uchimbaji wa migodi mipya na uanzishaji wa migodi mipya, kuimarisha usimamizi wa migodi ya uchimbaji, kuboresha mfumo wa usimamizi wa madini ya ujenzi na ya viwandani, kuisimamia utekelezaji wa sheria inayotaka migodi mikubwa kuajiri, kununua huduma na bidhaa kutoka hapa nchini, na kuhamasisha ushiriki wa Watanzania katika mnyororo wa uchumi wa madini, na kuendelea kuimarisha mazingira ya wezeshi ya kisera na kisheria. Aidha, wizara itahakikisha kuwa wawekezaji waliopewa leseni za uchimbaji wa madini wanaanza uzalishaji mara baada ya kukamilisha taratibu za matakwa ya kisheria. Kipaumbele cha tatu, kuendeleza mnyororo wa thamani katika madini muhimu na madini mkakati. Mheshimiwa Naibu Spika, madini muhimu na madini mkakati ni madini ambayo yana mahitaji makubwa sana duniani kwenye maendeleo ya uchumi na ulinzi wa taifa na pamoja pia kidunia. Madini haya ni pamoja na lithium, graphite, helium, nickel, cobalt, titanium, copper, aluminium, niobium na rare earth elements ambayo yanatumika kutengeneza vifaa vya teknolojia vya kisasa ikiwemo nishati safi. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuongeza manufaa yatokanayo na madini muhimu na madini mkakati kwa uchumi wa taifa, wizara imepanga kuendeleza mnyororo wa thamani katika madini hayo kwa kufanya yafuatayo: kuhamasisha uwekezaji katika utafutaji na uchimbaji wa madini muhimu na madini mkakati, kufanya utafiti wa mahitaji ya madini mkakati ili kuyafikia masoko mbalimbali duniani, kutoa leseni za utafutaji, uchimbaji na biashara ya madini muhimu na madini mkakati, na kukamilisha na kutekeleza mkakati wa uendelezaji wa uvunaji madini hayo nchini. Naomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa serikali imejipanga
kuhakikisha kwamba Watanzania wananufaika ipasavyo na uwepo wa rasilimali madini muhimu na madini mkakati hapa nchini. Kipaumbele cha 4, kuhamasisha uwekezaji katika uongezaji thamani madini. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara itaendelea kuhamasisha ujenzi wa viwanda vya uchenjuaji, uyeyushaji, usafishaji na utengenezaji wa bidhaa zitokanazo na madini, kuendelea kutoa ushirikiano kwa wamiliki wa viwanda vya usafishaji wa madini ya dhahabu ili kupata ithibati ya LBMA, na kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya kituo cha gemolojia ili kuweza kutoa mafunzo na huduma kwenye mnyororo wa uongezaji thamani madini kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuhamasisha uwekezaji katika uongezaji thamani madini, serikali imetenga eneo la Buzwagi lililopo wilaya ya Kahama kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya kuongeza thamani madini na viwanda vya uzalishaji bidhaa migodini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuendelea kutangaza fursa za uwekezaji nchini, Wizara kwa kushirikiana na Chemba ya Migodi Tanzania, Chamber of Mines, itafanya mkutano wa 7 wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere kuanzia tarehe 19 hadi 21 Novemba mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Mkutano huu utawakutanisha kwa pamoja makundi mbalimbali ya wataalamu wa masuala ya madini, wakurugenzi na watendaji wakuu wa kampuni za utafiti na uchimbaji wa madini, kampuni za utafiti na uchimbaji wa madini, watoa huduma, wafanyabiashara na wawekezaji katika sekta ya madini kutoka ndani na nje ya nchi yetu. Kipaumbele cha 5, kuimarisha uendeshaji wa minada na maonesho ya madini ya vito. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza kipaumbele hiki, wizara itafanya yafuatayo: uendelezaji wa minada na maonesho ya madini ya vito Arusha, yani Arusha Gem Fair, na minada ya madini ya vito ya kimataifa ili kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara ya madini ya vito, yani Gemstone Hub, na kuimarisha uendeshaji wa viwanda vya kuongeza thamani hapa nchini. Kipaumbele cha 6 ni kuongeza uwekezaji kwenye tafiti za kina za madini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa shughuli hii, wizara itafanya tafiti za kina za geosayansi ikiwemo geofizikia, yani high resolution airborne geophysical survey, ili kuainisha uwepo wa madini mbalimbali yakiwemo madini muhimu na madini mkakati. Aidha, wizara kupitia GST itaendelea na ujenzi wa mfumo kutumia taarifa za geoscience. Vile vile wizara itaendelea kushirikisha wadau wa ndani na nje ya nchi ili kuongeza tafiti za madini katika maeneo mbalimbali. Lengo ni kuongeza wigo wa eneo la nchi lilofanyiwa utafiti wa kina wa madini. 7 ni kuwarasimisha na kuwaendeleza wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itaendelea na utaratibu wa kuwarasimisha na kuwaendeleza wachimbaji wadogo kwa kuweka mazingira wezeshi yatakayowahamasisha kufanya uwekezaji, kuendelea kuhamasisha taasisi za fedha kutoa mikopo ya fedha na vifaa kwa wachimbaji wadogo, kuandaa mpango wa kuwatambua na kuwaendeleza wachimbaji wadogo nchini kupitia mfuko wa dhamana kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, kuboresha utendaji wa vituo vya mfano ili kuimarisha utoaji wa huduma na mafunzo kwa wachimbaji wadogo, kuimarisha huduma za uchorongaji kwa wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itaendelea kuimarisha utekelezaji wa mipango ya kuwezesha wachimbaji wadogo ili waweze kufanya shughuli zao kwa tija kwa kuwatengea maeneo na kuwawezesha kupata leseni kwenye maeneo yenye taarifa za msingi za kijiolojia, hasa kupitia programu ya MBT. Kuchukua hatua za ufutaji wa leseni za utafiti ambazo hazifanyiwi kazi na kuzirejesha serikalini ili kupangwa vema na kugaiwa kwa wachimbaji wadogo. Kuhamasisha wachimbaji wadogo kushiriki mikutano, maonesho na makongamano mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa lengo la kujifunza na kutangaza shughuli zao. Kuendesha makongamano kwenye mikoa ya kimadini kwa ajili ya kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo na kwa wananchi kwa ujumla juu ya masuala ya sheria, kanuni mbalimbali za haki madini zikiwemo pia sheria za local content, CSR, haki madini na haki ardhi. Lakini pia kuhamasisha wachimbaji wadogo kushiriki kwenye maonesho na minada ya madini ya vito nchini ili kupanua wigo wa biashara.
Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuwawezesha wachimbaji wadogo waweze kunufaika na rasilimali madini, serikali itaendelea kuitumia timu ya wataalamu yenye uzoefu wa masuala ya fedha, madini na sheria kwa ajili ya kutoa mapendekezo ya namna ya kuwawezesha wachimbaji wadogo kupata mitaji na msaada wa kiufundi. Hatua hii itawawezesha wachimbaji hao kufanya uchimbaji wenye tija na kunufaika zaidi kiuchumi. Aidha, wizara kupitia STAMICO itaendelea kuwalea na kuwaendeleza wachimbaji wadogo kwa kuwajengea vituo vya mfano katika maeneo yenye uchimbaji mdogo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kuhamasisha sekta binafsi kuanzisha vituo vya kuuza na kukodisha vifaa na mashine mbalimbali za kufanya shughuli za madini kwa lengo la kuwawezesha wachimbaji wadogo kutekeleza shughuli za madini kwa tija ili kuongeza mchango wao kwenye pato la taifa. Kipaumbele cha 8, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuzijengea uwezo taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuzijengea uwezo taasisi, wizara itafanya yafuatayo. Ya kwanza, kuiwezesha Tume ya Madini kupata rasilimali fedha na vifaa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Kuendelea kuimarisha STAMICO ili shiriki kikamilifu kwenye utekelezaji wa shughuli za madini. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itaendelea kuimarisha GST iweze kufanya utafiti wa geosayansi kwa lengo la kubaini maeneo mapya yenye uwepo wa madini, kuimarisha TGC ili iweze kusimamia na kuhamasisha uwekezaji katika shughuli za uongezaji thamani ya madini ya vito na metali, na kuiwezesha TEITI kupata rasilimali mbalimbali ikiwemo vifaa na vitendea kazi ili kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Maeneo mengine ambayo yatatekelezwa na wizara, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2026/2027 ni kama ifuatavyo. La kwanza ni Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Madini itaendelea na utekelezaji wa Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri, inayoweka matamanio ya kuwa na usimamizi thabiti na endelevu wa rasilimali madini ili kukuza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa na vile vile kuboresha maisha ya Tanzania kupitia shughuli ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/2027 wizara kupitia GST inatarajia kufanya tafiti za kina za geosayansi ikiwemo utafiti wa kina wa geofizikia, yani high resolution airborne geophysical survey. Utafiti huu unatarajia kuongeza taarifa za kina za geofizikia kutoka 16% ya sasa hadi kufikia 34%. Aidha, katika utekelezaji wa Mining Vision 2030, serikali itaendelea na jitihada za tafiti za kina ili angalau kufikia 50% ifikapo mwaka 2030. Taarifa hizi zitaongeza uelewa wa jiolojia ya nchi yetu na hivyo kuvutia na kuboresha mazingira ya uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuchochea ufungamanishaji na sekta nyingine za kiuchumi, hususan sekta za viwanda, kilimo na ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, binafsi ni kushukuru wewe na bunge lako tukufu kwa kuiunga mkono serikali katika kuhakikisha utafiti wa kina wa madini unafanyika katika nchi yetu kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, programu ya Mining for a Brighter Tomorrow MBT. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Madini itaendelea kutekeleza programu ya MBT kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2025/2026 hadi mwaka 2029/2030. Programu hii ni ya mageuzi katika sekta ya madini ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuboresha ushiriki wa wachimbaji wadogo ikiwemo wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum katika fursa zilizopo kwenye mnyororo wa thamani wa madini. Mheshimiwa Naibu Spika, programu ya MBT inatarajiwa kuongeza ushiriki wa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum kwenye uchumi jumuishi kupitia sera ya madini na kuwawezesha kupata kipato na kuongezea fursa za ajira. Eneo lingine ni kuwajengea uwezo wa wataalamu kwenye maeneo muhimu kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika,
ili kukidhi mahitaji ya rasilimali watu katika shughuli za madini na uhitaji wa teknolojia mahususi katika mnyororo wa thamani wa madini nchini. Wizara imetenga fedha za kuwajengea uwezo wa wataalamu katika sekta ya madini kwa kuwasomesha ndani na nje ya nchi kupitia mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu. Mafunzo haya yatajikita katika fani za ukadiriaji mashapo, yani resource estimation, modeli za kifedha, yani financial modeling, na ukaguzi wa fedha na rasilimali madini, uthaminishaji wa madini na uongezaji thamani madini, ikiwemo madini ya vito, madini muhimu na madini mkakati. Eneo lingine ni kuboresha usimamizi wa shughuli za madini kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itaendelea na hatua ya ukamilishaji wa ujenzi wa mfumo wa usimamizi wa sekta ya madini kidijitali itakayojulikana kama Mineral Sector Management Information System. Mfumo huu una lengo kuimarisha usimamizi, uratibu na upatikanaji wa taarifa za sekta ya madini kwa kutumia teknolojia za kidijitali, sambamba na jitihada za serikali za kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma za umma. Mfumo huu utaunganishwa na mifumo mingine ya serikali ili kuongeza tija katika usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za madini na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Eneo lingine ni usimamizi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itatekeleza mpango kazi wa mazingira wa sekta ya madini 2025-2030 ambao unazingatia mpango kazi wa taifa na dira 2050. Lengo kuu la mpango huu ni kujumuisha kanuni za mazingira, jamii, utawala bora katika upangaji, usimamizi na uangalizi na udhibiti wa sekta madini nchini, ili kuhakikisha kuwa maendeleo ya rasilimali madini yanachangia ukuaji wa uchumi endelevu bila kuathiri usalama wa mazingira na ustawi wa jamii. Aidha, shughuli za usimamizi wa dira na mazingira zitasimamiwa kwa kuzingatia nguzo namba 3 ya dira 2050, sheria ya madini sura 123 na sheria ya usimamizi wa mazingira ya 191. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi ambazo zitatekelezwa na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini kwa mwaka fedha 2026/2027 ni kama ifuatavyo. Tume ya Madini itafanya kazi ya utoaji na ufuatiliaji wa leseni za madini, itafanya kazi ya kuimarisha usimamizi wa shughuli za madini na ukusanyaji wa mapato serikalini, kuimarisha ukaguzi wa afya, usalama wa mazingira na uzalishaji wa madini. Lakini vile vile serikali itaendelea kuhakikisha wachimbaji wanafuata taratibu za uchimbaji salama ili kuepuka ajali zisizo za lazima ambazo zinaweza kuzuilika. D ni ushirikishwaji wa Watanzania kwenye sekta ya madini, yani local content, na wajibu wa wamiliki wa leseni wa madini kwa jamii CSR. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kusimamia ushirikishwaji wa Tanzania kwenye sekta ya madini, Tume ya Madini itaendelea kutekeleza na kuhakikisha kuwa kampuni zinazomiliki leseni za madini zinanunua bidhaa na huduma zinazopatikana hapa nchini. Aidha, tume itaendelea kutangaza orodha ya huduma na bidhaa zinazotakiwa kutolewa na kampuni zinazomilikiwa na Watanzania kwa 100%. Vile vile tume itaendelea kusimamia wamiliki wa leseni za madini nchini kutimiza takwa la uwajibikaji kwa CSR. Mheshimiwa Naibu Spika, ni marufuku kwa mtu yoyote ambaye si Mtanzania kusambaza bidhaa au huduma zilizotangazwa kufanya na Watanzania kwa 100%. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo lingine ni kuboresha mazingira ya utendaji kazi na kujengea uwezo watumishi. Na Mheshimiwa Naibu Spika, kwa taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania itafanya kazi zifuatavyo. Ya kwanza ni kufanya utafiti wa geosayansi na kuboresha kanzidata ya taifa ya taarifa za miamba na madini. Mheshimiwa Naibu Spika, GST itafanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa njia ya kurusha ndege na ugani wa jiolojia na jiokemia katika QDS 2, QDS 239 na QDS 240 zilizopo wilaya Rufiji na Kilwa na kuchora ramani zake. Lakini pia GST itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa mfumo wa kanzidata ya taifa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, GST itakusanya, itahakiki na kutathmini uhalisia wa taarifa na takwimu za jiosayansi kutoka kwa wamiliki 40 wa leseni za utafutaji na uchimbaji wa madini nchini na kuhuisha kanzidata rasilimali
madini ya taifa pamoja na kitabu cha madini. Lakini pia itafanya kazi ya kuwajengea uwezo wa wachimbaji wadogo kwa kufanya utafiti wa jiosayansi katika eneo litakalotengwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo kwa kutumia vifaa vya kisasa ikiwemo ndege nyuki ili kupata taarifa za kina za jiofizikia, lengo la kubaini sehemu zenye viashiria vya uwepo wa madini katika eneo hilo. Eneo lingine ni kuboresha huduma za maabara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuboresha huduma za maabara, GST itaendelea kufanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali kwa kuzingatia vigezo vya ithibati. Aidha, GST itaendelea na ujenzi wa maabara mpya ya kisasa ya uchunguzi wa madini, state of the art geoscientific laboratory, katika eneo la Kizota, Dodoma. Vile vile GST itaendelea na ujenzi wa maabara za kanda katika mikoa ya kimadini ya Chunya na Geita. GST pia itaendelea kufanya kazi ya ufuatiliaji na kuelimisha umma kuhusu majanga ya asili na jiolojia na kujengea uwezo wa watumishi wa GST kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa STAMICO itafanya kazi ya kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kuwezesha shughuli za uchimbaji mdogo na kuimarisha vituo vya mfano. Itaendeleza leseni za madini za shirika. Shirika limepanga kuendeleza na kufanya utafiti kwenye leseni moja ya dhahabu iliyoko wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita, ambapo utafiti wake pamoja na taarifa ya upembuzi yakinifu utakamilika ifikapo Juni 2027. Vile vile shirika itaendelea na utafiti wa madini ya kinywe katika leseni 2 zilizopo katika wilaya ya Ruangwa na Chingwea katika mkoa wa Lindi, pamoja na leseni 3 za madini ya shaba zilizopo Katavi. Mheshimiwa Naibu Spika, Kituo cha Jiolojia Tanzania TGC kitaendelea na kazi ya utoaji wa mafunzo ya uongezaji thamani madini, uzalishaji wa bidhaa za madini zinazoongezwa thamani, huduma za upimaji sampuli za madini ya vito na utafiti wa madini ya vito na metali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa TEIT itaendelea na kazi ya kuandaa na kuweka wazi taarifa 17 ya TEIT ya mwaka wa fedha 2024/2025. Mheshimiwa Naibu Spika, TEIT itaandaa na kuweka wazi taarifa ya 17 ya mwaka wa fedha 2024/2025 ya ulinganishi wa malipo ya kodi na tozo kutoka kampuni za madini, mafuta na gesi asilia na mapato yaliyopelekwa serikalini. Uandaji wa taarifa hiyo ni utekelezaji wa vigezo vya uwazi na uwajibikaji vya mwaka 2023 ambapo nchi wanachama utakiwa kuandaa na kuweka wazi taarifa husika kila mwaka. Lakini pia itaweka wazi mikataba ya makampuni ya madini, mafuta na gesi asilia. Lakini pia kuweka wazi orodha ya wamiliki wa hisa katika kampuni za madini, mafuta na gesi asilia. Mheshimiwa Naibu Spika, nitakuwa mchoyo wa fadhila endapo tutashukuru taasisi za fedha hususan mabenki kwa kuendelea kuwapa mikopo wadau wa sekta ya madini wakiwemo wachimbaji wakubwa, wakati na wadogo. Vile vile nivishukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha usalama katika kushirikiana nasi kudhibiti vitendo vya uchoteshaji wa madini. Mheshimiwa Naibu Spika, ili wizara iweze kutekeleza majukumu na malengo yaliyopangwa ikiwemo ukusanyaji wa maduhuli wa shilingi trilioni 1 bilioni 406 na 631, naomba bunge lako tukufu liridhie na kupitisha makadirio ya shilingi bilioni 174 milioni 983,580,000 kwa ajili ya matumizi ya wizara na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 71 milioni 507 708,000 sawa na 48.87% ya bajeti yote ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na shilingi bilioni 103 milioni 475,872,000 sawa na 59.13% ya bajeti ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 27 milioni 365 na 95 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, na shilingi bilioni 76 milioni 110,777,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo ya wizara na taasisi zake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mara nyingine naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza, majedwali na vielelezo mbalimbali kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala na takwimu muhimu kuhusu sekta ya madini vimeambatishwa pamoja na hotuba hii. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara kwa kikoa cha www.madini.go.tz. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.
Asante sana Mheshimiwa Waziri, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, kabla sijamwita mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, kuna tangazo la mgeni mmoja wa Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, ambaye ni ndugu Bina, rais wa shirikisho la wachimbaji wadogo wa madini FEMATA. Karibu sana bungeni. Waheshimiwa wabunge, sasa namwita mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini